Haya bwana mpendwa mfuatiliaji, karibu sana katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Madam Judith Kizaazaa. Ni katika sehemu ya pili. Simulizi yetu hii kama unavyokumbuka kwamba nilikueleza inatoka katika mikono ya Amza Stories. Ni hii ndiyo sehemu yake ya pili. Na katika sehemu ya kwanza nikikupitisha kwa haraka sana ni kwamba tulishia mahali ambapo mwanadada Judith alikuwa yupo hospitalini. Na alikuwa katika sehemu ambapo alikuwa akihitaji kwenda kumuona mumewe ambaye alikuwa ICU. Na alienda ICU kwa sababu ya kupata ajali. Walikuwa wamepata ajali wakiwa pamoja na mambo mengine kama yale. Sasa mwanadada Judith yeye alikuwa hajaumia sana, kwa hivyo akataka kwenda kumuona mume wake baada ya yeye kuzinduka. Sasa alikuwa amechukuliwa na nesi na sasa walikuwa wanakwenda mahali ambapo mwanadada Judith yeye alikuwa anajua kabisa ni ICU ili aweze kumuona mume wake. Lakini tulisha mahali ambapo sasa walikuwa wameingia katika chumba kimoja hivi ambacho kilikuwa na meza moja pamoja na viti viwili. Pale ndipo ambapo mwanadada Judith aliambiwa akae, na hivyo akaanza kumdadisi yule nesi. Akimweleza vipi? Hapa ndipo ICU. Akaambiwa keti. Na pale ndipo tulipoisha sasa tukujua kwamba yani nini kiliendelea pale na mambo mengine kama yale. Okay. Sasa kwa kufahamu hayo na mengine mengi, ndio maana sasa nakukaribisha katika sehemu hii ya pili. Jambo kubwa nalo kukumbusha ni kwamba kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe. Liko chini ya video hii mkono wako wa kulia hapo. Libonyeze hilo neno ili uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho, lakini pia uweze kupata simulizi zingine mbalimbali ambazo tutakazo kuwekea hewani. Bwana, msimuliaji wako ni mimi BHB wa makala simulizi. Karibu tuende pamoja hadi mwisho wa simulizi hii. Karibu. Sikutaka kuendelea kusikiliza ile simu ya wifi, nikaiacha ikiwa hewani. Mimi huyo ili niweze kwenda na yule nesi nisikilize kwamba ananipeleka ili aweze kunipeleka kule kwa mume wangu. Nifuate, akasema yule nesi. Nikaanza sasa kumfuata nyuma hadi kwenye chumba kimoja hivi ambacho kilikuwa na meza moja pamoja na viti viwili tu. Muda wote nilifikiria kuwa alikuwa akinipeleka ICU. Hapa ndio ICU? Nilimuuliza huku nikiwa namtafakari sana yule nesi. Keti tafadhali. Akawa kwanza sasa kukaa kwenye kiti kwa haraka, na mimi sasa pale nikakaa. Kwanza pole sana na samahani kwa usumbufu uliojitokeza dadangu. Sicho ninachokihitaji mimi. Sicho hicho ninachokihitaji, nataka kumuona David. Ni vile amjui tu napitia, yani sijui niwaambieje. Hivi wewe ni kwa sababu tu hujui ninachokipitia kwa sasa. Na mtu pekee anayeweza kunifumbua macho yangu ni yeye pekee. Pole sana. Sawa. Lakini tunasikitika sana kukwambia kuwa tumejitahidi kwa hali na mali kuokoa uhai wa mume wako. Lakini kadari ya Mungu ni kubwa zaidi kuliko jitihada zetu. Na mume wako amefariki dunia. Pole sana. Msikilizaji, nesi yule alisema maneno yale, na yale maneno yalikuwa ni maneno yale yalikuwa kama mithili ya kisu kikali ambacho kilichopita katika moyo wangu. Chozi lilianza sasa kunibubujika kama mwehu. Sikuweza kufumbua kinywa changu kuzungumza chochote tena. Kiherehere changu chote kiliniishia muda ule. Moyoni nililia kwa uchungu nikiwa kimya. Chozi lilikuwa likinibubujika. Yule nesi akaondoka, akatoka kabisa ndani ya chumba kile ambapo tulipokuwa. Pale ndipo ambapo sasa mimi nilizidi kupata majonzi yangu mimi binafsi. Nilijua kweli lile jambo lilikuwa ni langu pekee. Ni mimi ndiye chanzo cha yote haya, lakini yule Jonijo ameharibu kila kitu kwenye maisha yangu. Nitahakikisha kabla ya kumzika mume wangu anapitia alichokipitia mume wangu. Lazima aweze kulipia gharama ya kifo cha mume wangu.
Asingekuwa Jonijo, mimi ningekuwa Dar es Salaam sasa, mimi pamoja na wifi. Lakini kwa sababu ya yeye ndio maana yametokea kutokea mpaka mume wangu tumekuja naye huku mpaka amepata ajali, amefariki dunia. Siwezi kumwacha salama, haiwezekani. Nilisema kwa hasira sana na maumivu makali sana. Bila Jonijo mimi nisingefikia huku kote. Na pengine sasa hivi mimi ningekuwa na wifi yangu Dar es Salaam. Mara simu ya wifi yangu iliingia. Nilitazama huku chozi likiwa linanibubujika. Nikaikata ile simu kisha nikamtumia ujumbe kuwa afike hospitali ya Logola haraka sana iwezekanavyo. Kisha nikafuta chozi kama si mimi ambaye niliyekuwa nikilia. Sasa mimi pale nikafunga kibwebwe kuhakikisha kwamba namsaka Jonijo popote alipo ili nimlipe kwa alichonifanyia. Nilifika mapokezi pale nikamwambia yule mtu wa mapokezi, nahitaji kuiona maiti ya mume wangu David tafadhali. Nilisema kwa ujasiri ambao hata yule mhudumu alishangaa kwa nini nilikuwa na sura kavu kiasi kile na wakati nilikuwa katika wakati wa majonzi. Sura yake ilionyesha wazi kuwa alihitaji kuniuliza jambo lakini akapotezea. Kisha akapiga simu halafu akaja mtu kunipeleka kuona mwili wa mume wangu David. I say, aliumia vibaya sana eneo la kichwa, jambo lililomfanya avimbe sana David. Chozi lilinilenga lakini nilijikaza sababu nilikuwa na mtu ambaye anayepaswa kumfuatilia. Kuna mtu ambaye nilipaswa nimfuatilie ambaye ni Jonijo ili aweze kulipa gharama na kisasi kikubwa niweze kumlipiza juu ya jambo lile ambalo alilonifanyia mimi na mume wangu. Yeye angeweza kujibu maswali yangu ambayo kwa wakati ule David mume wangu alikuwa hana uwezo wa kuyajibu tena. Mtu huyu ni Jonijo. Asante, nilisema kisha mimi nikaondoka pale hospitalini. Nilikuwa mgeni nisiyejua naingilia wapi wala natokea wapi. Lakini nilijiapiza kuwa David hawezi kuzikwa kabla ya mimi sijamnasa Jonijo. Jonijo huyu ambaye sijui sasa nitampata wapi. Palikuwa pameanza kupambazuka. Basi zilikuwa zimeanza kufanya kazi zake. Watu walikuwa washaanza pilika zao za siku. Nilitazama barabara ya Morogoro kisha nikarejesha macho yangu katika ile hospitali ambapo mwili wa David mume wangu ulikuwa mle. Nilipata hasira sana baada ya kutazama pale. Jonijo, nitakupata Jonijo. Ili jengo sasa hivi hapa kweli limeweka mwili wa mume wangu ambaye asingekufa kama sio wewe Jonijo. Nitakupata tu uweze kulipia gharama. Yaani ngoja tu. Nilijisemea kwa sauti ya chini. Kisha nilianza safari kuelekea barabarani. Sikujua napaswa kuanzia wapi, ila niliamini nitampata tu Jonijo. Safari yangu ikaishia barabarani. Nikasubiria basi ili niweze kurudi Morogoro kwenye ile nyumba ambayo Jonijo alinikula kizembe sana. Niliamini hapo ndipo mahali ambapo ningeweza kupata pa kuanzia. Basi nilifanikiwa kupanda kwenye basi la kampuni ya Abudi ambalo lilikuwa linaelekea Morogoro wakati huo. Nilitazama salio la simu ya mume wangu. Nikakuta muamala unasoma 5,000,000. Kidogo sasa nikatoa tabasamu kidogo kwa furaha baada ya kujua kwamba sasa hivi naweza kuendesha mipango yangu bila shida yoyote ile kutokana na kwamba kuna pesa. Mara simu ya mume wangu ilianza kuita. Mpikaji kusema kweli hakuwa miongoni mwa namba ambazo zilizokuwa zimehifadhiwa kwenye simu. Yaani ni namba ngeni, ilikuwa haijaseviwa kwenye ile simu ya mume wangu. Nikafikiria kwa sekunde kadhaa huku nikiendelea kuita. Simu ikaendelea kuita. Nikawa nafikiria tu kwamba sio nipokee, sio nifanye nini. Nikachukua uamuzi wa kuipokea. Ingali namba siifahamu na simu sio yangu, lakini simu ni ya mume wangu na mume wangu tayari alikuwa ameshafariki dunia. Nilipokea ile simu. Nilipopokea tu mpigaji aliikata hiyo simu. Akili yangu yote ikawaza kuwa huenda alikuwa ni Jonijo. Nikasubiria kwa kama dakika 3 hivi lakini hakupiga tena.
Nikafikiria nimpigie. Sasa wakati nawaza hivyo, mara uliingia ujumbe kwenye ile simu. Nikatoa nywira na kusoma ule ujumbe. Ule ujumbe ulikuwa umeandikwa hivi: nina picha zenu za uchi na video. Nahitaji milioni 10 ili nisizivujishe. Zikivuja msinilaumu. Ule ujumbe ulikuwa umesomeka hivyo. Nikajua tu kuwa mtu ambaye aliyechukua simu yangu ndiye anayetuma huo ujumbe kwenye simu ya mume wangu David. Nikashusha pumzi nzito. Sasa hapa msikilizaji, kisanga kipya kilikuwa kimeibuka na sijui nianzie wapi, na ni nani kati ya Jonijo na mtu ambaye aliyechukua simu yangu, ni nani nianze naye? Kwa kuwa tayari nilikuwa ndani ya basi naelekea Morogoro, nikapata wazo kwamba nifanye nini. Basi mimi nikamtumia message. Nikamwambia naelewa na nitakupatia kiasi hicho. Nipe muda kidogo, samahani. Nilimjibu yule mtu ambaye aliyenitumia message kwamba ana picha zetu za ngono. Basi baada ya kumtumia ule ujumbe ule, nikasubiria jibu la huyo mtu kwa zaidi kama ya dakika 5, lakini hapakuwa na jibu lolote lile. Mara ukaingia ujumbe mwingine. Sasa huu haukutoka kwa yule mtu, bali ulitoka kwa namba ambayo iliyohifadhiwa kwa jina la Mwosha Huoshwa. Msikilizaji, mpaka hapa kichwa changu kilikuwa kinawaza watu wawili. Mtu ambaye aliondoka na simu yangu pamoja na kimkoba, na huyu Jonijo ambaye alinifanyia mambo ya ajabu mpaka kusababisha mume wangu kufa. Akili yangu ilisema kwamba hapa inabidi nishughulike kwanza na huyu mtu ambaye ni Jonijo. Hatimaye niendelee kushughulika na huyu mwingine, kwa sababu huyu mwingine alikuwa akihitaji fedha. Ujumbe ule ulioingia kwenye simu yangu ulikuwa kwenye simu ya mume wangu, ulikuwa unasema hongera Judith. Bado unaonekana ni mrembo sana. Alisema hivyo na nikajua fika kwamba huenda yupo ndani ya basi. Nikainuka na kuangaza huku na kule, lakini kwa haraka sikufanikiwa kumuona huyo aliyeseviwa Mwosha Huoshwa. Mara ukaingia ujumbe mwingine: shuka Kingurila. Ujumbe ule ulikuwa unasema hivyo: shuka Kingurila. Sikujua hata Kingurila ni wapi. Hiyo sehemu sikuifahamu iko wapi. Ikabidi sasa nimuulize mtu mmoja ambaye nilikuwa nimekaa naye siti moja. Oh, Kingurila hiyo ni Morogoro. Morogoro hiyo. Na bado sana kwa kweli. Kwa hapa tulipo bado sana kuifikia hiyo Kingurila, bado sana. Alinijibu yule mtu: hivyo safari yangu ilikuwa ni lazima nifike Morogoro. Basi tukifika naomba unijuze, maana mimi ni mgeni. Hakuna shida, nitakujuza. Basi nikashusha pumzi zangu baada ya kupata majibu kutoka kwa mtu yule ambaye aliyekuwa yuko jirani yangu. Sikuonekana kama niko sawa, sababu bado nilikuwa na bandage kadhaa za majeruhi ya ajali ambayo ilichukua uhai wa mume wangu David. Ilituchukua masaa 5 kuingia Morogoro. Ndipo sasa yule mtu akaniambia kuwa tunakaribia, kwa hiyo muombe kondakta akuteremshe hapo, maana gari hazisimami, sio sehemu rasmi ya kusimama magari, kwa hiyo inabidi umuombe. Yule mtu aliponiambia vile, basi haraka mimi nikamuita kondakta na kumwelekeza lengo langu, huku nikiwa nayatumia majeraha yangu kama sehemu ya kumuomba msaada hivi ili aweze kunisaidia. Sawa, japo sio sehemu rasmi, sogea ushuke. Tutafanya utaratibu, gari simame pale. Oh, asante kakaangu. Nilishuka bila hata kuulizwa nauli iko wapi. Nikahisi huenda wamesahau. Sasa nilipofika chini niliona ni sehemu ya kawaida sana, hadi nikajiuliza mengi kama Jonijo kwa nini alihitaji nishukie hapo. Kando yangu alikuwepo mtu mmoja hivi aliyekuwa ananoa visu. Yes, ni kweli, nahitaji kisu, nahitaji silaha ili niweze kumwangamiza Jonijo. Nilianza kujisemea. Nikasema sitokuacha wakati huu Jonijo.
Nilikuwa najisemea tu moyoni. Kisha nikasogea katika kibanda kile cha kutoa pesa ili niweze kutoa pesa pale kwanza. Natoa M-Pesa 500. Nilisema na hatimaye mimi nilihitaji kiasi cha pesa kwa ajili ya mizunguko na pia kununua silaha ya kisu. Kilikuwa ni kiasi kingi ambacho nilichotoa pale, kingine nikakiweka kwenye mfuko wa Rambo. Nahitaji kisu. Nilimsemesha yule muuza visu pale. Akanitazama kidogo, kisha akanitajia bei. Chochote, nahitaji kidogo lakini kikali sana. Nahitaji ambacho naweza kukificha. Nilimwambia yule muuzaji. Akaniambia hiki hapa ni kizuri, unakikunja tu vizuri unaweka. Alisema yule muuza visu pale. Sikubisha sababu ni kweli kilikuwa kidogo. Ukikikunja kinakaa vizuri. Nikakilipia, kisha nikaenda sehemu tulivu, nikajificha kwenye nikakiingiza kwenye chupi yangu, nikakificha kule ndani. Kimya. Kasema hapa Jonijo atanikoma. Nikampigia simu mwosha huosho ambaye nilijua fika alikuwa ni Jonijo. Hakupokea simu ila alinitumia ujumbe. Ujumbe ule ulikuwa unasomeka, panda tena basi za Dodoma, shuka Chamwino. Mshenzi. Hata ufanyeje, huwezi kuwa na bahati tena. Huwezi kuwa na bahati tena. Nilijisemea mara tu baada ya kusoma ule ujumbe ambao uliokuwa umetumwa na mwosha huosho. Mara muda huo sasa ikaingia namba ngeni kwenye simu yangu. Siku 6 nikaipokea haraka sana. Kumbe alikuwa ni yule mtu ambaye aliyekuwa ameshikilia simu yangu. Alikuwa akihitaji kiasi kikubwa cha pesa ili asisambaze picha za utupu. Umefikia wapi? Aliniuliza mimi. Nikamwambia kaka, mimi niko Dodoma. Naomba kesho nitakuja ulipo, sijui uko wapi. Nitakupatia pesa, unipatie simu yangu. Samahani sana kaka. Nilimjibu yule mwosha huosho, ile namba ngeni. Sio mwosha huosho, ile namba ngeni ambayo iliyokuwa imenipigia ikiwa inataka pesa, iliyokuwa na simu yangu ile. Okay, sasa nisikilize. Kesho nitakuwa Dodoma pia. Nitakuelekeza nilipo ili uje. Sio mbaya kama utanipa mchezo mmoja ni ushuhudie huo ufundi ambao ninaoona kwenye hizi video. Kwa kweli nimevutiwa sana na mchezo yako jinsi unavyoifanya. Unaelekea wewe ni mtaalamu sana. Kwa sababu nitakuwa Dodoma, basi nitakuagiza mahali ulipo ili uje. Unipatie hiyo pesa, alafu kama ikiwezekana unipatie angalau mchezo kidogo na mimi niweze kufurahia penzi ambalo lilokuwa unampa mwenzangu hapa. Msikilizaji, roho ile niuma, lakini nilikuwa mtumwa kwake kwa wakati huo. Nikakubali huku nikijua fika kuwa lazima nimuue. Nilisema huyu naye lazima nimuue. Unaweza kujiuliza hii roho ya kuwa kwa nini imekuwa rahisi sana kwangu na kuona ndio njia pekee ya kuniweka salama. Lakini msikilizaji, unaweza usinielewe kwa muda huu. Endelea kubaki na mimi utaelewa kwamba kwa nini roho ya kuwa ilikuwa inazunguka kwenye moyo wangu. Sasa msikilizaji, alipokata simu, nikasimamisha gari ya kampuni ya Shabibi ambayo ilikuwa ikienda Dodoma. Sikutarajia kwamba ile gari inaweza kusimama kwa sababu yale sio magari ambayo yanayopenda kuweka vituo njiani. Na nilikuwa nikijua kabisa kwamba bei yake itakuwa ya moto. Kwa sababu lazima tu niko Kiunguruila, lakini watanichaji nauli za kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Nilikuwa na bahati, nikapata siti, kisha safari ikaanza hapo. Sasa ni safari ya kuelekea Dodoma. Nilikuwa na dhamira ya kufanya mauaji ya kutisha. Moja ni kuhusu Jonijo na mbili ni kuhusu huyu mtu ambaye yuko na simu zangu alafu yuko na simu yangu alafu ana video zangu za aibu. Safari iliendelea, nikafika Dodoma. Ilikuwa ni saa 11 na dakika 45. Ndipo nilipoingia Dodoma. Ndio muda ambao tuliingia pale Dodoma.
tulikutana na mvua kubwa haswa. Nikachukua taksi hadi sehemu ambayo alikuwa amenielekeza. Nikampigia simu, hakupokea. Kisha akanitumia message. Joe area A bloku 111. Msikilizaji, nilishtuka kidogo. Unajua kwa nini? Hilo eneo halina nyumba, lakini pia kuna jambo ambalo lilinistua kuhusu hilo eneo. Nikapepesuka kidogo nikiwa nimesimama karibu na stendi ya daladala. Mara yule mtu wa taksi akaniita. Dada, bado tu? Nikajikaza kisabuni pale. Twende area A bloku 111. Area A? Ndiyo. Unataka nini kwangu wewe sister? Yaani kweli umeniambia kwamba unahitaji wasiliane na mtu ndipo uondoke, alafu unaniambia tunaenda area A kweli? Haya, acha mambo yako bwana. Hebu nilipe pesa niondoke zangu bwana. Yaani saa 12 sasa hivi afu unaniambia twende area A? Bwana, hebu jaribu mtu mwingine bwana. Kule na mvua hii mimi hapana, siwezi kwenda. Wewe nilipe tu hela hiyo nilokusogeza mpaka hapo basi. Alikataa kabisa yule mtu wa taxi. Muda huo mvua ndiyo ilikuwa imeshika hatamu. Ilikuwa inanyesha mvua kubwa sana. Ilikuwa inanyesha mvua kwa kasi na upepo ulikuwa mkali wa kutisha. Sawa, basi nisogeze sehemu salama. Mimi niweze nijikinge na mvua. Inatosha. Hilo ndio ulikuwa umelisahau tu. Lakini sio kukupeleka area A sasa hivi mimi. We. Alisema huku wakati huo akiwa ananyonga usukani wake. Nikahesabu kiasi cha pesa shilingi 100,000. Kusema ukweli eneo hilo liko nje kidogo ya mji. Halafu kwa mwenyeji wa Dodoma anaweza kalielewa hilo sehemu. Liko nje kidogo ya mji, halafu ni porini. Sio salama kabisa. Sio salama kabisa, hasa nyakati za jioni au usiku. Matukio mengi tata yalikuwa yanatokeaga. Kule area hii yalikuwa yanatokea sana huko. Kama kuokota maiti, mara sijui mtu kanyongwa kafanywa nini na kadhalika. Mambo yalikuwa yanatokea katika area A. Sasa nilipotoa ile hela nikampatia yule kaka. Nikamwambia bado huendi? Nikampatia kile kitita cha shilingi 100,000. Macho yake yalimtoka kama mbuni aisee aliyekuwa amevamia shamba la karanga. Akapiga funda zito sana la mate huku udenda ukiwa unamtoka. Nikajua kabisa huyu bwana wewe, huyu atakuwa anashalainika. Nikampa ile hela. Akabaki akawa anangamuliza vipi huendi? Akaniambia dada, unanipa mtihani ujue. Haya twende basi. Alisema kinyonge, lakini ndio hivyo alikuwa shakubali. Kama wahenga bwana walikuwa wanajua sana kusema kwamba pesa ni sabuni ya roho. Niliosha roho yake vizuri kwa kutumia pesa na yeye akakubali kwamba tuweze kwenda area A. Akanisogelea hadi akanisogeza, kwanza akanisogea pale, akaniambia sasa ndio muda inabidi tuondoke. Nikapanda kwenye daladala yake vizuri pale. Barabara ilikuwa mbovu na isitoshe unachepuka na kuzama porini. Yaani unaacha ile barabara kuafu unachepuka, sasa unaingia maporini ndio unaifuata hiyo area A sasa. Tukafika sehemu yule kaka akaniambia, dada, wacha nikusubiri hapa, wewe nenda. Nikamwambia una hakika kweli utabakia hapa au utaondoka? Ndio, mimi nitakuwa mtiifu kwako bosi wangu. Wewe nenda tu, mimi nakusubiri hapa. Alijibu yule kaka. Basi mimi nikamwomba mwamvuli, maana alikuwa nao pale ndani ya gari, ili niweze kujizuia maji. Ili nilazimu sasa mimi kufanya hivyo ili simu yangu isije ikaloa nikakosa mawasiliano na yule mtu wa ajabu. Niliposhuka tu simu ikaingia jumbe moja. Ujumbe moja ule ukaingia kwenye simu yangu. Nikaufungua ili niweze kusoma. Ujumbe ule ulikuwa unasema, safi sana. Sogea karibu na dampo
utaona wamezungusha kitambaa chekundu. Msikilizaji, area A alafu kitambaa chekundu porini. Nilistaajabu kwa kweli, lakini kwa wakati ule nilikuwa mimi ni mtumwa. Sikuwa na maamuzi mengine ya kufanya tofauti na kufanya kile tu ambacho ninachoelekezwa. Ule ujumbe ulikuwa umesema hivyo. Japokuwa nilikuwa na hasira, lakini nilianza sasa kunywea. Mtu yule alikuwa akinifuatilia kila hatua, ndio maana aliweza haraka sana kujua kuwa nimeshafika eneo husika. Radi za hapa na pale, nilizidi kujawa na woga. Radi zinapiga, mvua inanyesha pale, huku radi kali zinapiga, alafu sehemu ni porini. Msikilizaji, kusema ukweli, hata ile roho yangu iliyokuwa inataka sio ni uwe sio nini, niliona mbona sasa kama mimi ndo naweza nkaliwa huku nkauliwa. Mbona kama sio mimi naye kwenda kumuua mtu ninayetaka kumuua. Sasa kadiri nilivyozidi kutembea, nikawa naiona picha moja hivi katika akili yangu. Kuna picha moja ilikuwa inanijia kichwani mwangu kuwa eneo hilo niliwahi kufika usiku mmoja. Tena niliwahi kufika hapo nikiwa na mume wangu David. Nilifika kufanya nini sasa? Endelea kubaki na mimi msikilizaji. No. Nilisema huku nikiwa sasa nikizisikia pumzi zangu zikitaka kukata. Hapo palikuwa na picha ya mwanamke mmoja. Sasa mwanga wa radi ulipopenyeza, ndipo nilipoiona ile picha na kumfahamu mwenye picha hiyo ni nani. Picha hiyo ilifikaje pale sikujua. Radi ilimbulika tena, nikaitazama ile picha ambayo ilikuwa iko pale. Kwa sababu radi ile ilikuwa imemulika, nilifanikiwa kuiona ile picha vizuri sana, nikamfahamu yule mtu ni nani. Lakini ilifikaje pale bado lilikuwa ni swali ambalo lilikuwa linaumiza moyo wangu. I say, sikuweza kustahimili pressure ambayo niliyokutana nayo. Nikajikuta nikitoka mbio huku kisu changu kikianguka kutoka chupini. Nikakimbilia kwenye lile gari. Haraka nikaingia na kumwambia dereva aondoshe gari haraka sana. Nilipeleke karibu na jengo la bunge. Nilimweleza yule dereva. Ilikuwa ndio kauli yangu ambayo niliyokuwa nimeisema. Yule dereva alijaribu kuzungumza nami akiwa kwenye papara, lakini sikumuelewa kabisa. Gari lile liliondoka pale kwa spidi kubwa sana, spidi ya ajabu sana ambayo niliitaka mimi. Nilihisi nachekwa na sauti kubwa sana ambayo sijui. Nilimwelekeza yule dereva aweze kunipeleka nyumbani kwangu. Haraka tulifika karibu na jengo la bunge, maana ndiko mahali ambapo nilikokuwa naishi mimi na mume wangu David. Nilihema nikiwa nakumbuka kuhusu ile picha ya yule mwanamke. Msikilizaji, huyu mwanamke ambaye niliyemuona katika picha kule porini, huyu ni nani? Najua wewe na mimi, wewe hapo unatamani sana uweze kujua. Ngoja nikueleze kuhusu ile picha, pengine utanielewa kwa nini nilitoka mbio huku kile kilanga changu chote cha kufanya mauaji kikawa kimeniishia. Msikilizaji, nikurudishe nyuma kidogo miezi michache iliyopita ili uweze kufahamu kuhusiana na picha ile ambayo niliyoiona kule porini, ikanipa butwaa mpaka nikaamua kukimbia. Miezi michache iliyopita nyuma, kabla ya tukio hili ambalo nalokueleza, kwenye hii miezi michache iliyopita nyuma kuna tukio lilitokea. Naomba unisikilize ili uweze kunielewa vizuri. Ilikuwa ni siku ya Jumanne. Nilikuwa kwenye ndege ya shirika la Air Tanzania nikitoka Kenya ambako nilikuwa nikichukua bidhaa.
nilikuwa nauza vitenge na batiki. Biashara hiyo alinifundisha mume wangu David, na ilikuwa ni safari yangu ya kwanza. Japo nilikuwa na hofu sana na kusafiri mwenyewe tena kwenda nje ya nchi, ila mume wangu alinitaka nifanye hivyo nipate uzoefu. Basi nikiwa angani nilitamani kumtumia ujumbe mume wangu kuwa narudi, lakini hapakuwa na mtandao. Hata niliposhuka uwanja wa ndege Dodoma, sikuona sababu ya kumpigia. Nikataka kumfanyia mshangao kidogo, wanaita surprise. Kama kawaida nikachukua taxi. Ilikuwa jioni saa 11 hivi. Nikafika hadi nyumbani, wakati huo nikiamini kabisa kwamba David hajarudi kutoka kazini, maana kwa kawaida anakuaga mtu wa busy sana. Hadi nafika nyumbani ilikuwa tayari mwanzoni mwa saa 12 jioni. Kidogo jua nalo lilikuwa linaagana na wingu kupishana na usiku pale. Nikawa sasa nawaza namna ya kuandaa mshangao huo, yani ile surprise, kwamba atakaporudi aweze kufurahia. Kichwani nikawa na picha ya namna kitanda kitakavyokuwa, chakula kizuri, na namna nitakavyomkumbatia na jinsi atakavyokumbatiwa pia. Na hasa ukizingatia ndoa yetu ni mbichi, nilikuwa nikiwaza mambo mazuri sana jinsi ya kumfanyia ule mshangao, ile surprise. Mzigo ulikuwa uje siku ya pili kupitia ndege ya mizigo, kwa sababu mimi nilikuwa nimepanda ndege ya abiria. Sasa nilipofika karibu na geti, nilimuona mtu mmoja akiwa amesimama nje ya geti, ila kwa mbali kidogo, lakini alikuwa akionekana kupeleka macho nyumbani. Sikumzingatia, ila ninachokumbuka alikuwa amevalia kofia ngumu na aliegemea pikipiki. Kingine alikuwa amevalia koti jeusi. Sasa yule dereva alipiga honi ili mlinzi afungue geti. Kweli mlinzi alifungua, lakini aliponiona alinipa sura ambayo iliyokuwa imejaza maswali mazito. Hakuchangamka. Alikuwa mwenye wasiwasi mzito sana, huku akiwa anababaika kujibu maswali kama mbona hafungui geti? Kwa sababu alikuwa hajafungua geti lote. Kwa hiyo nilipomuuliza kwamba kwa nini ufungui geti lote ili gari liingie, alionyesha kuwa na mashaka hivi. Baadaye akafungua na ile gari ikaingia. Akasaidia kushusha mabegi pale na baadhi ya vitu vya nyumbani, lakini akiwa kama mtu aliyepigwa na bumbuazi fulani hivi. Sikujua ni kwa nini. Nikalazimika sasa kumhoji, "Madenge, una tatizo gani?" Akaniambia, "Hapana dada. Niko sawa." "Una uhakika uko sawa?" "Ndio, mimi niko sawa kabisa." Maneno yake hayakwenda sawa na muonekano wake. Hapo nikajua kabisa kuna jambo tu. Ndipo sasa nafsi yangu ikaniambia kuwa niingie ndani haraka, huku harufu ya usaliti ikianza kumiminika kichwani mwangu. Nikawa kama nina kichaa cha mbwa hivi, nikakimbilia ndani. Hamadi, Mungu wangu, namkuta mume wangu David akiwa juu ya kiuno cha mwanamke mwingine tena kitandani pangu. Msikilizaji, naomba usichanganye. Hapa nakupa story kuhusiana na ile picha ambayo niliyoiona kule porini. Sasa ndo nakuelezea miezi michache sasa kabla ya tukio lenyewe la mume wangu. Sasa ndio hili ninalokuelezea. Basi nikamkuta mume wangu David akiwa juu ya kiuno cha mwanamke mwingine tena pale kitandani kwangu. David! Niliita kwa mshtuko. Haraka David akashuka kiunoni akiwa amepagawa. Mtu aliyekuwa naye pale kitandani alikuwa ni mwanamke ambaye kwa haraka nilimzidi umri. Roho yangu iliniuma sana kwa kweli, nikashikwa na hasira sana yani.
Nikawafuata pale kitandani ili niweze kuwasha moto. Hii kitu msikilizaji wewe isikie tu. Isikie kwa mtu, ila mume anauma jamani. Nilikasirika. Nitamani kabisa niwang'ate nitafune yule mwanamke pale. Nisingeweza kupigana na David. Kwa hiyo hasira zangu zote nilitaka nimshushe yule mwanamke. Yule mwanamke nilitaka nimfikishe adabu, nimfundishe adabu yule mwanamke ipasavyo. Ambaye aliyekuwa akihangaika kujistiri pale, wakati yule anahangaika ati kujistiri, nisione ule uchi wake. Alivyoniona mimi namsogelea, akataka sasa kukimbia yule mwanamke. Wewe, nilikuwa na hasira. Sikukubali eti akimbie. Nikaivuta ile shuka ambayo aliyokuwa anajistiri nayo. Nikaivuta kwa nguvu. Wewe, nilikuwa na hasira, nilivuta kwa nguvu. Akaanguka kama gunia la viazi. Pale. Alipigiza kichwa chini. Tena kwa nyuma huko kwenye kisogo. Dakika hiyo damu nzito sana ikawa inatembea sakafuni. Nikapigwa na butwa nzito, huku hofu kuwa nikiwa nimenao naogopa kwamba nimeua. Hofu ilikuwa imeanza kunitanda sana. Nikianza kuogopa kwamba nimeua, ikawa inazuka kwenye kichwa changu. Ilianza kunitembea kwa kasi sana mwilini mwangu ile hofu. Jasho la majuto sasa lilianza kunitoka. Hata zile hasira ambazo zilizokuwa zinanidanganya niliona zikianza kufifia baada ya kuona damu nzito sana ikitoka kwa yule mwanamke. Mume wangu David akasimama na kusogea. Kitu cha kwanza kufanya ilikuwa ni kuangalia kama alikuwa akipumua au la. Sikuwa mimi na utaalamu wowote wa kulitambua hilo, ila niliona namna ambavyo alivyokuwa akihangaika akiwa anaishika ile shingo ya yule msichana. Judith, umeua, alisema mume wangu. Aisee, moyo wangu ulizizima ghafla. Nikahisi sasa kizunguzungu pale. Nimeua? Msikilizaji, hasira yote ilikuwa imeniishia. Nikawa sasa najiuliza nifanye nini sasa kama nimeua. Nikamuuliza tena kwa kuhamaki mume wangu, nikamwambia, wewe, nimeua? Nilimuuliza mume wangu. Hali ya fumanizi ilikuwa imeniishia yote. Sasa kichwani nikawa nafikiria kuhusu kesi ya mauaji. Habari ya kufumania ikawa imeishia pale. Nawaza kuhusu mauaji. Jasho likaanza kunitoka. Nikiwa sijui nawaza nifanye nini, majibu siyapati. Mara simu ya yule mwanamke iliita. Hakuna aliyeipokea hadi hadi ile simu ilipokata yenyewe. Nifanye nini David? Nifanye nini? Nilimuuliza mume wangu nikiwa mwingi wa kilio. Haki ya Mungu, sikujua ni nini cha kufanya kusema ukweli. Niliwaza nikimbie tu kuliko kuishia mikononi mwa polisi, kwa sababu nilikuwa najua nikiingia kwenye mikono ya polisi ndio mwisho wangu na kwenda kuozea jela kwa mauaji. Unaenda wapi? Alinidaka David wakati mimi nataka kukimbia. Nitasubiria polisi hapa niishie jela, si ndio? Yaani mimi nikae hapa nisubiri polisi? Niache. Subiri tufanye kitu. Sikiliza. Tupo wawili tu. Na hakuna anayejua kuwa huyo ameingia humu ndani. Hivyo inatubidi tukautupe huu mwili. Hilo ndo jambo pekee ambalo tunapaswa tulifanye, ili kusudi huu shahidi tupoteze kabisa, alisema David mume wangu. Kidogo aliniwazisha, nikaona kama njia bora hivi ambayo itakayoniweka salama zaidi. Nikaona hapa ile ndo jambo la maana sasa. Nilikubaliana na David. Nikauvaa ujasiri sasa. Na hasa ukizingatia ni watu wawili tu ambao tulikuwa tunajua kwamba yule mwanamke amekufa. Niliuvaa ujasiri wa hali ya juu sana. David, lakini haya ni makosa ujue. Lakini usisahau kuwa wewe ndiye muuaji. Judith, wewe ndio muuaji na mimi hapa najaribu tu kukutorosha. Yaani najaribu kukupotezea ushahidi ili usifahamike. Basi tuamue moja. Kama unaona haya ni makosa, tuamue jambo moja.
kila mtu asimame upande wake ili aubebe msalaba wake mwenyewe. Alisema maneno hayo mume wangu. Wewe, yalionyesha kuwa angeweza kunisusia ule msalaba nibaki peke yangu. Nikaanza eti niachwe mimi niwe na kosa la kuua. Nikamwambia niko tayari. Nilisema hivyo, basi David na yeye sasa akavalia, kisha akaniambia jambo moja tu hapa. Tukautupe area A bloku 111, pale ndo pazuri pale. Alilitaja eneo ambalo linasifika kwa matukio ya kutisha. Miili iliyokuwa imetelekezwa kule ilikuwa ikiokotwa mara kwa mara na kufanya eneo hilo kuwa hatarishi zaidi. Mimi sikujali chochote, huku giza likiwa tayari limeshaingia. Aliusomba ule mwili na kuutia ndani ya kiroba, huku tukiwa na hakika kuwa alikuwa ameshakufa. Kisha tukauburuza hadi maegesho. Tukautia ndani ya boti, tayari kwa ajili ya kwenda kuutupa. Niko mimi na mume wangu tu David hapo. Msikilizaji, kumbuka hii ni miezi michache iliyopita kabla ya tukio langu. Sasa hii itakuwa siri yetu Judith. Baada ya hili tutahama hapa ili kufuta kumbukumbu zote, ili tuishi kama hakuna chochote kilichotokea, alisema David. Niliitikia kwa kutumia kichwa, nikionyesha kwamba nimekubali. Akapiga honi, kisha geti likafunguliwa na mlinzi pale. Hapo msikilizaji, hata mlinzi alikuwa hajui chochote kinachoendelea. Tukaanza sasa safari ya kuelekea area block 100, area A block 111. Nia na madhumuni ni kwenda kutupa ule mwili. Alikuwa na mashimo na makorongo makubwa yenye uchafu wa kutosha wenye kutoa harufu mbaya kweli maeneo yale. Tukasimama juu na kutupa ule mwili ukiwa ndani ya kile kiroba. Sasa kutokana na giza lililokuwa limesheheni eneo lile, tulilazimika sasa kurudi ndani ya gari haraka na kuondoka eneo lile. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Sasa msikilizaji, turudi sasa siku halisi sasa ya tukio langu. Hapo nilikuwa nikikupa simulizi fupi kuhusiana na miezi michache iliyopita. Sasa niliketi, chozi langu likiwa linanidondoka sasa. Picha niliyoiona kule ilikuwa ni sura ya yule mwanamke tuliyemtupa na mume wangu David miezi kadhaa iliyopita. Ni kama nilikuwa nimebebeshwa msalaba peke yangu, kwani tayari mshirika wangu David alikuwa tayari ameshakufa kwa ajali. Dada yake alizidi kupiga simu, lakini mimi sikupokea simu hiyo hata kidogo. Msikilizaji, mpaka hapo umeanza kuelewa kwamba ni kwa nini nilikimbia baada ya kuona picha ile. Sikujua huyo Jonijo kwa nini alinipeleka kule, na kama alihitaji nione ile picha, alikuwa na mahusiano gani na yule mwanamke? Kama nia yake ni kunipeleka kule ili niweze kuona ile picha. Maswali yote hayo yalijitokeza ndani ya kichwa changu, huku ngurumo za radi na mvua kubwa vikizidi kupasua anga. Sasa msikilizaji, matatizo bwana, siku ya matatizo ni matatizo. Sasa nilikuwa katika wakati mgumu sana yani katika maisha yangu naweza nikasema sijawahi kupitia kipindi kigumu kama kile. Mara kengele ya mlangoni ilisikika. Nilishtuka sana. Nikasikilizea kidogo, huku nikinyanyuka taratibu kusogea mlangoni. Radi zilipokezana sana. Radi zilikuwa ni kubwa, radi zingine ndogo, vurugu kama zote katika anga. Nilitembea taratibu, huku nikizidi kujiuliza, nani anagonga mlango? Nani anagonga mlango?
Ilikuwa ni sawa na kujitekenya, kisha nikacheka mwenyewe. Nisingeliweza kupata jibu la swali sababu kichwa changu kilikuwa na mambo mengi mazito zaidi ya shimo la bao. Peku sasa mimi nilianza kutembea katika marumaru zile ambazo zilizokuwa zimeshika baridi sana hadi nikafika pale mlangoni. Dada. Bwana wewe. Aliyeita ilikuwa ni sauti ya Madenge mlinzi. Nilishusha pumzi nzito sana ambayo ilionifanya sasa pua zangu zote kushindwa kuhimili mapigo. Mikono iliishiwa nguvu. Niliutikisa mlango ili kufungua. Unasemaje wewe? Nilimtupia swali hilo mlinzi wangu pale Madenge. Hakubabaika akanijibu. Kuna mtu yupo getini analoala na mvua pale. Anasema ni mgeni wako. Alisema maneno yale, kwa kweli mimi nilishtuka mno. Nikamuuliza analoana? Akaniambia ndio. Ameng'ang'ana kama ruba yani. Hasemi kingine zaidi ya kukutaka wewe tu. Msikilizaji, baada ya mlinzi wangu kusema vile, sasa hofu ilizidi kuniandama. Madenge, nisubiri hapo hapo. Mimi pale sasa nilitimka mbio hadi chumbani kwetu. Nikapekua vizuri kutafuta silaha mahali ambapo David alipokuwa akificha bastola yake. Nikainasa na kuiweka mkononi. Alishawahi kunifundisha namna ya kuitumia. Sasa nilikuwa tayari mimi ninajua. Moyoni nikasema liwalo na liwe. Nitasema nilikuwa najihami bwana, lakini mimi siwezi kukubali. Ngoja niende. Nikajipa moyo. Sasa sijui roho ngumu namna hii kusema ukweli ilikuwa imetoka wapi. Nilichowaza zaidi ni kuwa alikuwa ni Jonijo, maana ndiye kidudu mtu ambaye aliyenipa wakati mgumu sana na kuniingiza kisanga, akawa ananiingiza kwenye visanga mbalimbali mpaka kifo cha mume wangu. Nikasema huyu lazima ni Jonijo. Yaani akili yangu yote inasema ni Jonijo. Sikia Madenge. Huu ni usiku. Ikitokea anapiga hatua, tumshambulie. Nilimweka tayari mlinzi wangu pale nikamweleza. Tukakubaliana kwa akili moja kuwa tumshambulie mtu huyo. Tuliongozana hadi getini. Huwezi amini palikuwa patupu. Hapakuwa na mtu yeyote yule. Wewe Madenge, hivi una uhakika kwamba maneno yako uliokuwa unaongea yalikuwa sahihi? Ndio. Alikuwa hapa muda sio mrefu dada. Basi sawa. Kuwa makini. Wakati mwingine wajibika, sio lazima uniambie mimi. Malizana naye hapo hapo. Nilitoa maagizo kwa Madenge. Kisha mimi sasa nikanyanyua kwato zangu oyo ili niweze kuondoka. Samahani. Dada, hivi kaka David alisema kwamba anakuja kukufuata wewe. Mbona umerudi mwenyewe? Kwani yeye yuko wapi? Madenge, fanya kazi iliyokuleta. Sawa? Nilisema kisha mimi nilirudi ndani. Kusema ukweli najua hata Madenge alipata mawazo fulani hivi. Alianza kupata mawazo ambayo si mazuri kwenye kichwa chake. Sikupata hata lepe la usingizi msikilizaji. Simu iliita usiku kucha. Nikaona inanisumbua nikaamua kuizima. Sasa baada ya mapambazuko niliwasha ili niweze kujua Jonijo ni nani hasa. Anajua nini kuhusu ule mwili wa mwanamke? Pia nia yangu ilikuwa niipate simu yangu iliyo kwa mtu ambaye simfahamu, ila amesema anakuja Dodoma. Ziliingia simu za watu wengi kwenye simu ya mume wangu. Nikajua tu kuwa taarifa za kifo cha mume wangu tayari ilikuwa imesambaa kila mahali. Sikuwa na muda wa kupoteza. Niliwahitaji watu wawili tu. Mmoja ni Jonijo na mwingine ni yule mwenye simu yangu. Hao ndio watu wawili ambao niliokuwa na wahitaji peke yao. Nilihitaji wao niweze kuwamaliza.
Wifi yangu baada ya kuona kwamba mimi sipokei simu na sijulikani mahali nilipo, akawasiliana na polisi ili wanitafute, maana nimeuacha mwili wa mume wangu hospitalini na kutokomea. Nilikuwa chanzo cha kuiingiza familia ya David kwenye majonzi. Kila mtu alinilaani mimi na kuzidi kuchochea moto kwa polisi wanikamate ili nikaeleze kilichotokea. Muda huo mimi nilikuwa kwenye bajaji naelekea mahali. Tayari sasa nilishapigiwa simu na mtu anayeshikilia simu yangu. Alinielekeza kuwa niende hoteli ya Sofia. Bastola ilikuwa kwenye mkoba wangu. Nilisema siwezi kuiacha. Sikuwa na hofu yoyote sababu nilishakubaliana na hali yoyote ile kuwa tayari nilikuwa kwenye mtihani mzito sana. Asante, nilimwambia dereva bajaji baada ya kunifikisha mbele ya hoteli ya Sofia ambayo iliyopo katikati ya jiji la Dodoma. Nililitazama jengo hilo ambalo ni refu, huku nikikumbuka aliniambia kwamba natakiwa kwenda kwenye chumba namba 203. Nilishusha pumzi kisha nikaingia hotelini. Nikapita mapokezi. Chukua lift hadi floor ya 6. Alafu mkono wako wa kushoto, alisema mhudumu pale kwenye hoteli ile ya Sofia. Nikamwambia asante. Nilishika corridor ya kuelekea ilipo lift ya jengo. Kisha sasa mimi nilisubiria kwa sekunde kadhaa. Nilizima simu, nikaingia ndani ya lift, kisha safari ya kuelekea floor ya 6 ilianza. Sijui nilikuwa nawaza nini kwa kweli, ila roho chafu na hasira vilikuwa vimejaa ndani yangu. Haikuchukua hata muda mrefu, lift iligota pale mahali ambapo nilipokuwa nimeielekeza. Sasa nilifika pale kwenye floor ya 6. Funda zito la mate lilipita kooni mwangu, huku nikijisemea kuwa nimeshaharibu maisha ya David, nitaharibu na maisha yenu. Moyoni niliamini maadui zangu walikuwa wawili, huyu pamoja na Jonijo. Niligonga mlango wa chumba namba 203. Niligonga tena, nikagonga mara 3 na ya 4, kisha nikamalizia kugonga kwa mara ya 5. Palikuwa kimya. Kwa namna nilivyokuwa nimegonga, ingekuwa rahisi kwa mtu wa ndani kusikia na kufungua, labda awe tu amejawa na kiburi, lakini lazima angeweza kusikia. Mpuzi huyu, nilisema, huku sasa mimi nikitekenya kitasa, na ghafla nikajikuta nimeingia ndani ya chumba hicho. Macho yangu yalitoa kitandani. Sijui kwa nini, lakini ndipo nilipotazama kwa mara ya kwanza. Nikaona mtu ambaye aliyekuwa amelala kwenye kitanda. Kwa namna nilivyogonga mlango na purukushani ya kufungua, kusema ukweli ni kiziwi pekee ambaye asingeliweza kushtuka. Na kama alilala usingizi, basi alikuwa mlalavi. Tena mlalavi wa kiwango cha mwisho kabisa. Lakini angewezaje kulala ikiwa amenipigia simu muda sio mrefu kuwa nije hapa hotelini? Amewezaje kulala kwa haraka kiasi hicho? Basi nilisogea taratibu. Nikasogea taratibu mpaka pale. Mtu huyo alikuwa na tumbo kubwa maarufu kama kitambi. Yaani alikuwa na kitambi fulani hivi ambaye amelala pale. Sura yake nilichelewa kuiona kwa namna ambavyo nilivyokuwa nikimsogelea taratibu, huku nikijiuliza maswali yasiyo na majibu. Kidogo pumzi zikaanza kuingia na kutoka bila mpangilio. Hali ya hofu ikaisindikiza safari yangu fupi ya kumtazama mtu huyu. Nilipomfikia nilistuka. Damu ilikuwa imetapakaa usoni. Kidogo nipige yowe la hofu, lakini nikaziba mdomo wangu huku nikipepesa macho yangu na kuanza sasa kumkagua mtu huyo. Nikakumbuka ile siku ya tukio lile
niliposababisha kifo cha yule mwanamke aliyekuwa kitandani na mume wangu, nikakumbuka jambo. Nikawa sasa nikajifunza namna sahihi ya kutazama uhai wa mtu. Nikamkagua shingoni kwa kutumia vidole vya mkono wa kushoto, ambao ndio mkono ni utumiao mimi. Yaani mimi ni malefti. Hapakuwa na dalili ya uzima wa mtu huyu kwa kweli. Na dalili zote zilionyesha kuwa alikuwa ameuawa. Nani amemuua? Kwa nini? Na amemuua muda gani? Nikajiuliza, sikupata jibu. Ingewezekanaje nikapata majibu ya jambo lililo gizani kama hili? Kusema kweli, labda kama mimi ningekuwa jasusi mbobevu kama mzee Gana Swigana anavyoitwa yule wa kwenye riwaya ya Secret Killer. Sasa kabla sijajipa majibu ya nadharia, nikasikia simu ikiita. Simu hiyo iliita mfukoni mwa mwanaume ambaye alilala kitandani akiwa ameshakufa. Nikaona ni bora niitoe mfukoni. Kisha nikatazama kuona anapigiwa na nani. Cha ajabu, namba hiyo ilikuwa imehifadhiwa pale, yani ilikuwa imeseviwa kama muosha huoshwa. Mtu yule mtata niliyemhisi moja kwa moja kuwa ni Jonijo ndio huyu ambaye alikuwa ameseviwa pale. Nikajua ndiye aliyemuua mtu huyu. Sasa kwa nini anaua Jonijo? Yaani kwa nini amemuua? Mtu huyu muosha huoshwa atakuwa ni Jonijo. Lakini kwa nini amemuua huyu mtu ambaye nilitegemea kwamba nitamkuta na simu yangu? Halo? Sasa pale mimi niliitikia simu hiyo nikiwa nina hema. Nilipata ujasiri wa kuchukua ile simu kwenye mfuko wa yule mwanaume aliyelala pale, na huku nikiwa naongea naye. Nikaipokea, ndipo nikaanza kuongea na huyo muosha huoshwa sasa. Akaniambia, ondoka hapo upesi. Pitia korido ya kulia. Usichukue lifti. Shuka na ngazi. Kisha pitia mlango wa namba 7. Utatokea eneo ambalo nguo zimeanikwa. Kisha utaliona geti dogo la siri. Pita hapo. Mimi na wewe tutawasiliana kupitia simu ya mumeo. Sawa sawa? Yalikuwa ni maneno ambayo aliyosema mtu yule ambaye aliyekuwa amepiga simu, ambaye alikuwa ameseviwa kama muosha huoshwa. Alisema mtu ambaye aliye upande wa pili, msikilizaji. Sauti ilikuwa ni ile ya Jonijo, mtu msumbufu aliyeharibu maisha yangu. Alizungumza maneno ambayo kwa kweli ni ya kunionyesha kuwa alikuwa akinisaidia. Mimi nilishachanganyikiwa, sababu kama polisi watanikuta hapo nitakuwa na kisanga kipya kwangu. Sikuwa na budi bali kufuata maelekezo ya Jonijo, huku nikijua fika kuwa ndiye aliyemuua mtu yule. Hapakuwa na simu yangu pale, hivyo kwa vyovyote sasa simu yangu ilikuwa iko mikononi mwa Jonijo. Nilijua kabisa kwamba simu yangu iko mikononi mwa Jonijo. Sasa ni nini cha kufanya? Basi msikilizaji, mimi nilifuata yale maelekezo na kujikuta nimeshatoka nje ya hoteli. Ile natoka tu, naliona gari la polisi likifika pale kwa spidi ambayo kwa kweli lilikuwa ilikuwa ni spidi kubwa, na walikuwa ni askari wa kutosha sana wako kwenye ile gari ya polisi. Sikutaka kuwatazama sana, nikashika njia, nikatokomea pale. Sikujua chochote, lakini tayari polisi walianza kunisaka kila kona, nikihusishwa na mauaji ya yule mwanaume pale hotelini. Pia taarifa iliyotolewa na familia ya mume wangu David, iliyokuwa imetolewa kule kwa polisi, ilizidi kukoleza moto wa mimi kusakwa zaidi na zaidi. Simu ya mume wangu nilikuwa nimeizima na sikutaka kabisa kuiwasha. Nilitafuta mahali na kuitelekeza ili nisizidi kufuatiliwa na maadui zangu ambao ni polisi pamoja na Jonijo. Nilifika mahali na kukuta karatasi kuwa natafutwa. Wewe, picha yangu ilikuwa hapo.
hivyo sikuwa na muda tena wa kumsaka Jonijo. Niliona ni bora nitoke katika mji wa Dodoma, nikimbilie mbali kabisa ambako wasingeliweza kupeleka mkono wao mrefu na kuninasa mimi. Vitu nilivyokuwa nimebakiwa navyo vilikuwa ni pesa nyingi ambayo nilioitoa kwenye akaunti ya mume wangu, pamoja na ile bastola ambayo nilikuwa na uwezo wa kuitumia sababu nilikuwa nimefundishwa. Nikafikiria kuitupa, lakini moyo ukasita. Nikaisonda ile bastola vizuri kwenye nguo yangu ya ndani, kisha nikajitanda vizuri na kuanza sasa kutafuta jinsi ya kuondoka kwenye jiji la Dodoma niende mbali. Nilishutumiwa kwa kesi 2 na zote za mauaji. Kifo cha yule mtu pale hotelini, pia kifo cha mume wangu. Wifi yangu alisimama kidete kuhakikisha kwamba mimi nakamatwa, akishirikiana kwa ukaribu sana na jeshi la polisi. Mchana ulinikuta nikiwa nazunguka mitaa mbalimbali ya jiji la Dodoma. Nilifikiria kupotelea mbali ili niweze kukimbia mkono mrefu wa serikali. Niliwaza sana kwamba lazima nikimbie niende mbali. Nikapata wazo la kupanda bodaboda ili anisukume mbali na mji ambako harufu kali ya kusakwa ilikuwa imeenea sana kila kona. Nikafanikiwa kumpata bodaboda mmoja. Hakunijua wala hakuuliza maswali mengi sana. Nikaona atanifaa huyu kwa sababu nisingependa niulizwe maswali mengi. Nisogeze nje ya mji. Nilimwambia vile. Akaniambia sawa. Upande upi? Nikamwambia barabara inayoelekea Singida. Nilimwambia kwa utulivu sana, huko nikiwa nikijitahidi kuficha uhalisia wangu kwa kutumia mtandio ambao niliokuwa nimejifunika ili kusudi asije akanistukia, kwa sababu tayari mimi nilikuwa ninatafutwa. Hata hivyo hakuonekana kuwa ni mdadisi sana. Safari ilianza. Alikuwa anakimbiza pikipiki kama yupo kwenye mashindano vile. Japo mwendo ulikuwa mkali, lakini nilifurahi sababu nilihitaji kutoka nje ya jiji la Dodoma kwa haraka iwezekanavyo. Alafu sasa kilichonishangaza ni namna alivyokuwa akinipitisha chocho kwa chocho, kama vile alikuwa ndani ya akili yangu kwamba mimi napaswa nipitishe chocho kwa chocho ili niweze kutoroka. Nilijikuta nikitabasamu na kujisemea tu yes. Yule bwana alikuwa anakimbiza sana hadi machozi yalikuwa yananitoka kutokana na ule mwendo. Hakunipa hata nafasi ya kumuuliza chochote tena. Mwendo wa nusu saa alikuwa ameshanitoa mbali kiasi. Kisha ghafla akaingiza pikipiki kwenye pori moja. Huku hakukuwa na majumba. Halafu hakupunguza mwendo. Alizidi kunizamisha porini kama mtu ambaye alikuwa amepangilia jambo fulani. Unanipeleka wapi wewe? Nilimuuliza, lakini hakunijibu. Zaidi ya kunipa tabasamu la ubavu hivi ambalo sasa sura yake ilianza kuja kwenye macho yangu kwa uzuri. Kwa haraka nikamhisi kuwa ni Jonijo. Nikajitahidi kujua zaidi ili kujipa uhakika kwamba ni Jonijo. Kama ni Jonijo nimtandike risasi za kichwani pale pale nimmalize. Hakunipa tena nafasi ya kujiaminisha kuwa ni yeye au la. Mara akafunga breki ya ghafla mbele ya jumba kimoja hivi ambacho kilikuwa chakavu katikati ya pori. Nikajikuta sasa mimi nikijipigiza kwenye mgongo wake. Halafu sasa nilivyojipigiza pale kutokana na breki ile alizozishika kwa haraka, nikajipigiza kwenye mgongo wake. Halafu nikadondoka pale pale. Nilipofika chini sikujiuliza mara mbili. Nikamtazama kwa uzuri usoni. Yes, nikaona ndio alikuwa ni Jonijo. Nikaanza sasa kupapasa ilipo bastola yangu. Nikafanikiwa kuitoa kwa haraka sana kama komando aliyepitia mafunzo. Ujasiri ulinijaa na sikujua kabisa ulitokea wapi.
nikamnyoosha bastola kwa kutumia mkono wangu wa kushoto. Mkono wangu wa nguvu ambao nautumia. Wewe ni nani? Nilimtupia swali ili aweze kunijibu. Wala hakuonesha kuwa na hofu yoyote ile. Akawa sasa anashuka kutoka kwenye pikipiki. Akaiegesha vizuri, kisha akavua kofia ngumu. Halafu akanisogelea taratibu kabisa. Usinisogelee, nitakupiga risasi, nilisema nikiwa natetemeka. Nilishakujua kwamba Jonijo sasa hakuwa mtu wa kawaida. Pengine alikuwa muuaji wa kuaminika. Simu yako hii hapa. Alitoa ile simu na kudhihirisha kuwa ndiye aliyemuua yule mtu kule hotelini. Kisha akanitupia ile simu. Alinitupia ile simu kama namna ya kunizubaisha hivi. Sasa yote haya mimi nilishafundishwa na mume wangu David. Sikubabaika. Kweli ilikuwa ni janja tu ya kunilaghai. Akasogea kwa haraka sana ili anipore ile bastola. Thubutu. Niliachia pigo moja tu la risasi. Likatoa kifuani pake na kumtupa chini kama kiroba cha mchele. Sikuamini nilichokifanya. Ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza nampiga mtu risasi. Jonijo alikuwa chini. Alipumua kwa shida sana. Kidogo roho ya huruma ikaniingia. Sikutaka afie pale. Nilitaka akamatwe na polisi. Nilipiga simu kituoni kwa kutumia simu yangu ambayo Jonijo alinipatia. Bastola ikiwa mkononi mwangu pale. Nikawaeleza kuwa mimi Judith ninayetafutwa kama kipusi jijini zima. Niliamua sasa kusema ukweli, kujisalimisha kwa polisi. Nikamwambia nipo na mtu ambaye anayeweza kuwaeleza kwa nini yote haya yametokea. Nikawatajia na mahali tulipo. Kwa kuwa Jonijo yupo, basi yeye ndiye atakayeeleza kilichofanya nikaishia kuitwa muuaji. Liwalo na liwe. Liwalo na liwe, nilijisemea. Mara ghafla nikavutwa mguu. Nikaanguka huko bastola ikiangukia upande mwingine. Kisha Jonijo akasimama tena kama mzimu uliokuwa umerudi kutoka kifo. Nilipotaka kuiwahi bastola, alinikanyaga mkono wangu na kuniachia maumivu makali sana kwenye mkono wangu. Nikawa nagugumia kwa maumivu makali. Akaiokota bastola kisha akavua koti lake. Ndani alikuwa amevalia kikinga risasi. Inaita nini? Ile inaitwa bulletproof, kikinga risasi. Hivyo sasa risasi yangu haikufanikiwa kupenya kwenye mwili wake. Ulifikiri mimi ni mjinga, si ndio? Huwezi kuniua kama ulivyoua ile siku, kisha ukautupa mwili korongoni ukiwa na hayawani mwenzako. Huwezi kuniua kijinga namna hiyo mimi. Alisema maneno hayo, kisha nikapata picha kuwa huenda yule mwanamke niliyemuua kwa bahati mbaya ndiyo sababu ya Jonijo kunisakama na kuisakama familia yangu. Pale ndipo nilipopata picha. Ikabidi nimuulize, wewe ni nani? Akaniambia, yule uliyenipita jioni ile nikiwa nje ya nyumba yako. Huwezi kumsahau mwanaume aliyekalia pikipiki usiku wa fumanizi? Huwezi kumsahau? Ndio mimi yule uliyenipita siku ile, nikiwa nimevaa kofia ngumu na koti jeusi, siku ile ulipoenda kufanya fumanizi kwa mume wako. Ni mimi. Alivyosema vile akanikumbusha ile siku. Ni kweli palikuwa na mtu ambaye aliyekuwa nje mita kadhaa kutoka getini kwangu. Mtu yule sikumtilia maanani hata kidogo. Ulikuwa ni wewe? Ulifuata nini sasa pale? Mume wako alitumia pesa zake vibaya. Alimzuzua mpenzi wangu Miriam.
akamweka kwenye himaya yake na kumfanya asinipende tena. Akazipenda pesa za mume wako, akaondoka kwangu. Jioni ile hakujua kuwa alikufuata kifo chake kwenu. Nashukuru kwa sababu nimefanikiwa kuwapata wote. Alisema Jonijo na kunipa picha kamili sasa kuwa yule mwanamke ambaye nilikuwa nimemuua siku ile kwa bahati mbaya ilikuwa ni mpenzi wake. Unalipa kisasi, si ndio? Silipi kisasi. Na muosha muoshaji, kwa sababu muosha huoshwa. Sawa, niue kama italeta furaha kwako. Kama ulivyofanya kwa mume wangu na yule mtu kule hotelini, niue kama utafurahi. Nilisimama sasa pale. Mimi nilikuwa na hatia ambayo kweli nilistahili adhabu. Siwezi kukuua. Unastahili kuwa jela, Judith. Ni lazima uende jela. Aliyasema maneno hayo Jonijo huku akionekana kujiandaa kuondoka na pikipiki yake. Kama huwezi kuniua, basi siwezi kuishia mikononi mwa polisi nikahukumiwa kwa makosa yangu. Siwezi. Huko ndiko unakostahili kuwepo. Alisisitiza tena Jonijo, kisha akaidandia pikipiki yake, akaiwasha ili aondoke akijua fika polisi watafika hapo haraka sana. Alinifunulia kila kitu kusema ukweli. Na hiyo ndio sababu ya yeye kuniingiza katika kizaazaa. Mimi Judith, chozi lilikuwa likinitoka kwa uchungu mkubwa sana nikimshuhudia Jonijo akiondoka mbele ya macho yangu na kuniuzia msala ambao sikuwa wangu. Lakini kabla hajaingia barabara kuu, alikutana na polisi. Wakamzingira na kumnasa huku wengine wakija nilipo na kunikamata mimi. Sasa mimi na Jonijo tulikamatwa na kupelekwa kituo cha polisi. Sikuficha chochote. Nilisimulia mkasa mzima uliotokea mpaka kukutana mimi na Jonijo, kila kitu nikakisema. Jonijo hakuweza kuruka kiunzi cha mauaji na mateso. Pia sikuweza kuruka hicho kiunzi pia. Hicho kiunzi nilishindwa kukiruka. Tukafikishwa hadi mahakamani. Hakimu bwana alivua miwani yake. Na kila mmoja sasa alisisimkwa na simulizi yangu mbele ya mahakama nilipokuwa nikielezea. Kusema ukweli, kama sio sheria basi hakimu angeniacha huru. Lakini nikahukumiwa kifungo cha miaka 4 jela. Jonijo akapigwa kifungo cha miaka 16 jela kutokana na makosa mbalimbali ya mauaji. Katika maelezo yale ndipo nilipofahamu kwamba hata simu yangu yule aliipata wapi. Kuhusu simu ile kupatikana, simu yangu kuwa na yule kaka ni mchezo ambao Jonijo pia aliucheza ili ile simu iweze kutoa mikononi mwa yule kaka ambaye yule baba ambaye aliyemuua kule hotelini. Kuhusu ni namna gani mambo yalienda, Jonijo alisimulia kila kitu. Kwa sasa mimi nipo gerezani, natumikia kifungo changu. Naamini siku nikitoka nitalitembelea kaburi la mume wangu David. Pia nitatembelea lile korongo kumuomba msamaha yule msichana ambaye niliyemuua kwa bahati mbaya. Kwanza Mungu anisamehe sana. Msikilizaji, kufikia hapo ndio mwisho wa simulizi yangu hii. Natamani tu niombe niweze kutoka gerezani salama ili niweze kwenda kumuomba msamaha yule mwanamke niliyemuua kwa bahati mbaya. Lakini pia niweze kusamehewa, niwe mtu halisi, nisije nikawa na ile hali ya kutaka kuua zaidi na zaidi. Bye bye. Nawashukuru sana kwa kusikiliza kisa changu mimi Judith. Hadi wakati mwingine. Bwana msikilizaji, na hapo ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu hii iliyokuwa inakwenda kwa jina la Madam Judith Kizaazaa. Hapo ndio mwisho kabisa bwana. Na tukutane sasa katika simulizi zingine ambazo zitakazoendelea hapa. La msingi
wewe bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe chini ya video hii. Lakini pia vile vile usiache kulike, kushare, kutoa comment na mambo mengine kama yale bwana. Kumbuka kwamba sisi ni familia. Tunacheka, tunaulizana maswali na mambo mengine kama hayo. So unaweza kwa comment pia, kushare kwa wenzako ili tuweze kuwa pamoja. Lakini kama wewe ni mgeni, basi bonyeza neno subscribe ili tuweze kuwa pamoja kila wakati. Uweze kupata simulizi kama hizi kwa haraka zaidi, mwanzo hadi mwisho wa simulizi mbalimbali. Lakini pia utakuwa wa kwanza kama ukibonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe chini ya video hii mkono wako wa kulia. Basi utakuwa wa kwanza kupata simulizi kabla ya watu wengine wote, utakuwa ni wa kwanza. Basi fanya hivyo. Endelea kubaki na mimi na kuletea simulizi zingine muda si mrefu. Bye bye.